la Mungu. Tutasoma ule Mwanzo 19 na mstari wa 19. Anasema, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako. Ninataka nikwambie, inawezekana muda una masaa haya, inawezekana ukawa ni mtumwa kwenye shughuli ambayo unaifanya. Manake mambo yanakuwa yaendi kwa sababu fedha zinakamatika kwenye mikono yako, lakini huoni matokeo yanayotokea juu ya maisha yako. Ninataka nikwambie, mahali popote ulipo, inawezekana uko mahali ya Chunya, inawezekana uko Mbalali unalima, inawezekana uko mkoa huu wa Songwe au Mbeya, inawezekana ukawa ni mfanyabiashara lakini mambo yako hayaendi, inawezekana ukawa ni mtumwa, lakini leo, neno la leo linasema machoni pa Bwana yule aliyekuwa mtumwa, baada ya kusogea machoni pa Bwana, akapokea rehema, akapokea neema, akapokea nguvu tena ya kuinuliwa. Ninataka nikwambie, lipati ya kwanza watu wanaona ni kwamba imeshindikana. Lipati ya kwanza, inawezekana unaona kabisa mwili wako kuna vitu vinatembea, kuna vitu ambavyo ukisimama hauwezi ukasimama hata dakika 5, manake unaona kuna vitu vinatembea kwenye mwili wako. Manake hiyo ni lipati ya kwanza. Adui amekaa ndani ya mwili wako, uchawi umekaa kwenye ndoa yako, vitu vya ajabu vinatembea ndani ya mwili wako. Ninataka nikwambie, ripoti ya kwanza inaenda kufutika leo. Usiku wa leo, ripoti ya kwanza iliyokuwa imesimama inafutika leo. Ninataka nikwambie, yule aliyekuwa mtumwa, baada ya kusikia neno kama hili jioni ya leo, manake akachukua hatua ya kupiga simu, ya kuchukua namba na kuandika, akaamua kwamba atoke kwenye ile ripoti ya kwanza. Ninataka nikwambie, ripoti yako ya kwanza inawezekana ni uchumi, inawezekana ni madeni, inawezekana kutokuinuliwa, inawezekana unaolewa unaachika, ikawa ni ripoti ya kwanza. Ninataka nikwambie jioni leo na usiku wa leo, chukua hatua ya kuandika hii namba na kupiga na kuomba msaada.